Naam, ni mtumishi wa Mungu hapa Bishop Kahendaguza naongea, lakini pia daktari. Sisi ni kama wale akina Luka wanaozungumziwa na kuongelewa katika vitabu vitakatifu. Sisemi mimi ni Luka yule yule, lakini ni kama wale. Tunakumbuka habari za Luka. Na ni kwa mpango wa Mungu, ni kwa makusudi ya Mungu, ili kila idara kuweko na mtu ambaye ni lango kwa watu wa Mungu. Na naelewa vile. Asante. Tuendelee sasa na somo letu la imani na afya. Faith and health. Imani na afya. Naomba nizungumzie kwa upande wa imani kwa mtazamo wa vitabu vitakatifu. Biblia hata vitabu vingine vya kidini vinaelewana katika hilo. Nizungumzie kwa upande wa Biblia. Biblia inasema kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ni Biblia. Kuwa na hakika. Sasa, bila imani, hofu itaongezeka kwa mtu. Kwa hiyo imani inasaidia kuondoa vitu vingi sana kwa mtu, ikiwemo na hofu. Mtu anapokuwa na imani iliyokamilika, iliyotulia, hawezi kuvamiwa na hofu kivyepesi. Hofu inakuja, inajitokeza, lakini inagonga mwamba. Kwa sababu huyu mtu tayari ana kinga ya kutosha ya imani. Lakini pia mwili wa mtu huyo huzoofika. Unaweza ukadhoofu kutokana na nini? Na kukosa imani. Amini usiamini, nimewaona wagonjwa wengi, watu wa Mungu, waliodhoofika miili yao, afya zao zimedhoofika kwa sababu ya kukosa imani. Ukichunguza vizuri, utagundua kwamba kwenye eneo la imani kuna changamoto. Na mwangalia kabisa kwa uso, unagundua kwamba huyu mtu amedhoofika kuwa hivi. Bila shaka kuna tatizo pia katika kilindi cha imani. Unaona Ndio. Lakini pia bila imani, msongo wa mawazo kwa mtu huongezeka na hatimaye kuharibu afya. Unaweza kuona kwamba imani ni kinga kwa mambo yaliyo mengi sana. Imani inakinga na kulinda mambo yaliyo mengi sana. Amini usiamini, imani pia ni kinga ya magonjwa. Unakumbuka hilo? Au naamini hilo? Ndio. Imani ni kinga ya magonjwa, ya baadhi ya magonjwa. Unaona? Nitakuleta polepole. Nitakuelezea polepole, utanielewa. Asante. Baada ya kuona sasa maana ya imani kwa mujibu wa maandiko matakatifu, hebu tuangalie pia kitabu cha Mithali. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Mithali, sura ile ya 17 mstari wa 22. Tafuta muda mzuri uweze kulifuatia neno hili, ulisome wewe mwenyewe. Mithali sura ya 17 mstari wa 22. Neno hilo linadhibitisha maneno haya ambayo ninayazungumza. Tuendelee. Sasa basi, nini maana ya afya? Nini maana ya afya? Leo ni utangulizi, tutaendelea na somo hili. Nini maana ya afya? Afya inazungumziwa kibiblia, lakini pia inazungumziwa kisayansi. Sayansi inasema afya ya kwamba ni kitendo cha mtu kuwa sawa. Kuwa sawa kiakili, kimwili
kiuchumi, kijamii, unaona? Na si kutokuwa na magonjwa. Unacheki maneno hayo? Yaani afya haimaanishi mtu ambaye hana ugonjwa, haumii sehemu fulani, kwamba huyo mtu ndiye ambaye ana afya. Hapana, si hilo tu, ni pamoja na mengine, kwamba hata kama hana ugonjwa, haumii sehemu yote ile, lakini sayansi inasema kwamba huyo mtu anapaswa awe huru kutokana na vitu hivyo. Awe huru kiakili, kimawazo, kihisia, kifikra, kiuchumi, kijamii, naona, na vitu vya namna hiyo. Naona. Kwa hiyo mtu unaweza kumkuta ana afya, anaonekana kuwa na afya kimwili, lakini kumbe hana afya, kwa sababu inawezekana uchumi wake sio nini? Sio mzuri. Kwa hiyo uchumi unapokuwa sio mzuri, basi hicho kipengele cha uchumi kinaondoa maksi katika afya. Unaona? Na kijamii anaweza kawa mahusiano yake kijamii sio nini? Sio mazuri sana. Pamoja kwamba ana fedha, au anaonekana kuwa na mwili ambao ni kama vile sio mgonjwa. Amenenepa. Unajua watu wengi wanafikiri mtu anaponenepa ndipo tunasema kwamba ana afya. Hapana. Naona anaweza kawa ananenepa, lakini kumbe hana afya, kwa sababu hana mahusiano mazuri na jamii. Amenenepa lakini uchumi sio mzuri sana. Una changamoto za kiuchumi. Afya sio nzuri hiyo. Kwa hiyo afya inabeba mambo mengi. Unaweza kawa na hela lakini kiakili hayuko vizuri. Kiakili hayuko vizuri. Kuna jinsi ana stress, ana msongo wa mawazo, ana vitu vya namna hiyo. Amepoteza network kwa njia moja au nyingine, kwa kwamba na hela. Tunasema huyu mtu afya yake sio nini? Sio nzuri. Na ndio maana tunasema kuna kitu kinaitwa afya ya akili. Afya ya akili. Unaweza kuona? Kwa hiyo neno afya linamaanisha mambo mengi sana. Kwa kusema hivi, usije kuona mtu ambaye amenenepa ukasema huyu mtu ana afya nzuri. Ana afya nzuri. Hapana. Utakuwa umepunguza vigezo vingine vinavyohitajika. Kama tulivyokwisha kuona. Lakini pia tukisoma maandiko matakatifu, kitabu kile cha Yohana sura ya 3, Yohana wa 3, waraka wa Yohana wa 3, tutaona mstari wa kwanza mpaka wa pili pale. Waraka wa kwanza wa Yohana sura wa 3 wa Yohana, tutaona. Na matakatifu yanasema kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako. Fanikiwe afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Roho yako ifanikiwe na mwili wako ufanikiwe. Na afya yako ifanikiwe. Ndivyo anavyo ombewa hivyo. Ndivyo anavyotamkiwa maneno. Kwa hiyo utulivu wa akili pia una define, unaelezea, unatoa taswira ya afya kwa mtu. Unaona? Lakini pia amani ya moyo. Pia inatoa taswira. Unaona? Ya afya ya mtu. Lakini mwili binafsi, unatoa pia taswira ya afya ya mtu. Unaona? Na roho pia inatoa taswira nini? Ya mtu. Kwa hiyo imani na afya ya mtu ni vitu vinavyokwenda sambamba. Unaweza kumkuta mtu ana imani kweli. Amejenga imani kweli, imani kwa Mungu, si ndio? Ana imani kweli. Maana yake roho yake ina imani sana. Lakini kwa mujibu wa sayansi, kama ana imani sana kwa Mungu, ila uchumi wake unayumba sana. Nisikilize. Naposema uchumi kuyumba, haimaanishi kuna naye jitosheleza katika uchumi. Hapana. Hata yule ambaye unafikiri ana uwezo mkubwa sana, bado ana mahitaji yake anayojua. Unaona? Sasa kuna mtu ambaye tunasema, sipendi kutumia kauli hii, lakini watu wanaita labda maskini hivi au asiwe maskini, lakini mtu ambaye
uchumi wake umeyumba kwa viwango vikubwa sana. Naona tafsiri yake ni kwamba huyu mtu hana afya nzuri, hana afya nzuri. Kwa hiyo uchumi pia una define, uchumi pia unaelezea, unatoa taarifa, unatoa taswira ya afya ya mtu. Kwa hiyo uchumi wenye changamoto pia maana yake afya ya mtu huyu sio nzuri. Naona hiyo ni kisayansi. Naona ni kama tulivyokwisha kuona. Kwa hiyo imani na afya ya mtu ni vitu ambavyo vyote vinategemeana sana. Vinategemeana sana. Sana sana. Sasa hebu tuangalie jambo lingine. Kuugua kwa mtu au magonjwa. Sasa niko katika kipengele cha imani na afya, au ndio somo letu. Magonjwa ni chanzo cha dhambi. Yaani tuseme magonjwa kumpata mtu. Nasema hili kwa sababu gani? Yako baadhi ya mafundisho, iko baadhi ya mitazamo ya watu. Wakimuona mtu fulani, labda ameugua, amepatwa na ugonjwa sasa wa kimwili. Afya yake na changamoto hivyo. Basi mitazamo ya watu wa namna hiyo, mitazamo ya baadhi ya watu wanafikiri kwamba bila shaka kuna dhambi hapa. Unaona? Hili jambo tutalizungumzia pia. Kabla hajaendelea kulizungumzia, kuwa na unalitafakari. Ni mtumishi wa Mungu, ni bishop kama mimi na ni daktari, ni wewe ni mchungaji, wewe ni bishop. Unapougua, mwili ukaugua. Sasa achana kuugua kiuchumi. Mwili umeugua, umepata ugonjwa kwa njia moja au nyingine. Tafsiri yako ni nini? Hisia zako ni nini? Mawazo yako ni yapi? Ni kwamba umefanya dhambi ndio maana umeugua? Haya ni baadhi ya mafundisho, baadhi ya imani na mitazamo ya watu ambayo sio sahihi. Tutalizungumzia baadaye. Lakini mada yetu ni imani na afya. Asante. Karibu tena kwa mada itakayofuata.